Angalia mitindo ya uandishi, unaweza kuunganisha pamoja na barua za Paulo. Kwa hivyo wengi wamesema ya kwamba kiliandikwa na mtume Paulo kwa Waebrania. Waebrania ni wana wa Israeli wenyewe. Kwa hivyo alikuwa anaandikia watu wake akiwafafanulia matendo ya Mungu na pia kuwaonyesha njia ya kufuata kama kanisa ambalo limeokoka kutokana na desturi za Wayahudi. Kwa hivyo ni barua iliandikiwa Waebrania, Wayahudi, watu ambao wametokana na Ibrahimu, watu ambao Yesu alikuja kwao lakini wakamkataa. Lakini kuna kanisa ambalo lilitokea, yani kuna baadhi yao walikubali injili ya Kristo, na ndio Paulo anawaandikia. Na katika kifungu ambacho tumesoma, anawaelezea maneno ambayo ni ya kuwasaidia katika maisha ya kila siku. Kwa hivyo haya maneno pia yanaweza kuongea kwako na kwangu. Maneno ya kawaida katika maisha ya kawaida, kama vile tulivyo kanisa hapa. Tunashirikiana kwa mambo mengi, tunaingiliana kwa mambo mengi, tunapitana pia kwa mambo mengi. Lakini kuna mambo ambayo Paulo anatuagiza kupitia mstari huu ili tukayazingatie, ili maisha yetu yawe maisha ambayo yatakuwa ya ufanisi hata katika wokovu ambao tuko nao. Anasema tafuteni kwa bidii. Ambia jirani yako, tafuta kwa bidii. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Bwana asifiwe sana. Sio tu kwa yule anayekupenda, si kwa yule mtu anayekusaidia ukiita, si kwa yule mtu ambaye anaongea mazuri kukuhusu, si kwa yule mtu ambaye anaimbanga tu wewe ni mzuri, wewe ni mzuri, si kwa yule mtu ambaye anakutetea. Maandiko inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Swala la amani, shalom. Hata ile neno shalom likanijia kabisa. Mlembe. Ambia jirani yako mlembe. Mlembe. Walio ndio wanajua. Mlembe ndio hiyo shalom. Kwa Ibrania ni shalom. Kiswahili wamesema nini? Amani. Kiingereza imesema peace. Tafuteni. Ati hii ni kitu ya kutafuta kwa bidii. Wewe unasambianga tu mtu mlembe. Lakini kwa hii Waebrania 12:14 inasema ni kitu cha kutafuta kwa bidii. Si kitu rahisi. Kitu cha kutafuta kwa bidii, wapendwa, si kitu rahisi. Kitu cha kutafuta kwa bidii inamaanisha lazima uchukue juhudi. Lazima ufanye uamuzi. Lazima ugaramike. Ambia jirani yako lazima ugaramike. Ya kwamba ikija kwa amani na watu wote, wapendwa, lazima ugaramike. Ni kitu ambacho kina gharama yake. Na hii gharama, wapendwa, usipoilipia hautawahi kuona amani na wanadamu. Yesu mwenyewe akasema hapa duniani hakuna amani. Na mimi nawapatia amani, si kama vile dunia inavyowapatia nini? Amani. Ati duniani kuna dhiki, hakuna amani. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 16 hapo mwisho. Ati amani ambayo inawapatia si kama vile dunia inavyowapatia kuwa na amani. Kwa hivyo kuna vipengele vitatu vya amani ambavyo nataka kutaja tu kwa ufupi. Ni vizuri kuwa na amani wewe mwenyewe binafsi na wewe mwenyewe. Ambia jirani yako kuwa na amani na wewe mwenyewe. Watu wengi kwa maana hana amani na yeye mwenyewe, inakuwa vigumu sana kuwa na amani na watu wengine. Wapendwa, ukiona mtu ambaye ndani yake yeye mwenyewe hana amani na yeye mwenyewe, huyu mtu hawezi, kwa maana hawezi kutoa kitu ambacho hauna. Umewahi kuona hata mtu alikuwa anasema, akinisikia mahubiri mengine, ati mto hawezi ukatoa maji kama source haina maji. Yes. So wewe mwenyewe ndio the source of peace. Wakati mwingi tunaangalia watu, lakini ni wewe mwenyewe. Ambia jirani yako ni wewe mwenyewe. Hey. Amani, kama utakuwa na amani, wapendwa, haitakuwa vigumu kutafuta amani na watu wengine. Lakini kama wewe ndani mwako hauna amani, hakuna vile ambavyo utakuwa na amani na watu wengine. Kwa hivyo amani yako kibinafsi ni kitu cha maana sana. Amani ni nini? Amani ni hali ya kuwa na utulivu ndani ya moyo wako, ndani ya mawazo yako. Ni hali ambayo wewe mwenyewe umekubaliana na wewe mwenyewe.
Bwana asifiwe sana. Wewe mwenyewe umekubaliana na wewe mwenyewe. Kuna utulivu ndani mwako. Hakuna mawazo kurandaranda na kupigana na kugongana. Unajua kuna wakati unaweza kaa peke yako na ukapanga vitu na vikapangika na ukavipangua na yaani kuna migongano ndani yako, hakuna utulivu. Mpaka hata ukiona ni kama kichwa kinazunguka. Wakati huo ukikutana na mtu na kuambia kitu, utamwambianga toka mbele yangu. Kwa maana wewe mwenyewe hauna amani na wewe mwenyewe. Kwa hivyo nakuhimiza wapendwa, neno la Mungu linataka tutafute amani na watu wengine. Lakini heri wewe yule ambaye uko na amani na wewe mwenyewe. Itakuwa rahisi. Hauta struggle. You cannot give what you don't have. You can only give what is inside you. So if you don't have peace, you don't expect people around you to receive peace from you. Na hata wewe mwenyewe kama hauna peace, usitarajie watu kukupatia amani. Bwana asifiwe sana. Kama wewe mwenyewe hauna amani na wewe mwenyewe, hautapata amani kutoka kwa watu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima wewe mwenyewe ujilete mkutano na ujiulize na useme ndiko na amani ndani mwangu. Kiwa na amani ndani mwako, kupata amani kwa watu itakuwa rahisi. Kupeana amani kwa watu itakuwa rahisi. But wakati mwingi sisi tunakosa amani ndani yetu. Na inatufanya hatuwezi kutafuta amani huku nje. Mungu atusaidie sana. I wish I had time to go further. Kwa hivyo wapendwa, amani ya pili ni amani wewe na watu wengine ambayo tunaambiwa sasa tutafute kwa bidii. Hii nayo tunaambiwa tutafute kwa bidii. Hii ni kutafuta kwa bidii. Si pole pole, si kwa kuregea, si kwa ukua goigoi. Hii ni kutafuta kwa bidii. Ukitafuta kitu kwa bidii wapendwa, inamaanisha unatumia nguvu zako zote, akili yako yote, moyo wako wote, mikono yako na kila kitu. Yaani unahakikisha everything imeconcentrate kwa hiyo kitu unataka. Kutafuta kwa bidii. Si kitu utapata kwa urahisi. Ukitaka kupata amani na watu wengine wapendwa, itafute kwa bidii. Fanya juhudi. Usikae tu na useme hawa watu wanitakie mazuri. Wewe mwenyewe umefanya nini ili hao watu wakutakie nini mazuri? Tafuta amani kwa watu wote na utafute kwa bidii. Na ni maandiko, tafuta kuwa na amani na watu wote. Hiyo ni amri Mungu anatupatia. Haijalishi nitakufanyia nini, lakini tafuta kuwa na amani na mimi. Tafuta kuwa na amani na watu wote. Tafuta kuwa na amani na majirani. Tafuta kuwa na amani na ndugu zako na dada zako. Tafuta kuwa na amani na mama mkwe na baba mkwe. Tafuta kuwa na amani na hata mashemeji wetu. Tafuta kuwa na amani na watu wote. Na hiyo ndio neno la Mungu siku ya leo. Si mtu mmoja, si wewe mwenyewe. Tafuta kuwa na amani na watu wote. Na maisha yako yanaenda kuinuliwa. Na maisha yako yanaenda kubarikiwa. Ukitii neno hili vile tumeambiwa utiifu, wapendwa, Mungu anaenda kutenda mambo makubwa. Jaribu sana. Yule ambaye hata hakutakii amani, wewe mtakie amani. Yule ambaye hakutakii mema, wewe mtakie mema. Na uone kama Mungu aliyetuma Paulo akaandika hili neno hata kuinua, hata badilisha hali zako. Kwa hivyo acha Mungu atusaidie. Amani nyingine tunatafuta kuwa na amani na Mungu. Tafuta kuwa na amani na Mungu. Unajua wakati mwingi sana wanadamu hata wapendwa ambao wameokoka wanakaa na wanaanza kuona Mungu hajanifanyia, Mungu hajanifanyia, amefanyia fulani, amefanyia huyo, mimi hajanifanyia. Tafuta kuwa na amani na Mungu wako. He is a God of peace. Jina lako ni Jehovah Shalom, which means God of peace. Ni Mungu wa amani, ni Mungu wa mlembe. Waisraeli pia wanasalimiana tu hivi vile sisi tunasalimiana mlembe. Wakikutana wanaitana, wanasalimiananga shalom, shalom. Kwa hivyo wanafuata Mungu wa amani. Mungu ambaye ana amani tele tele. Kwa hivyo unapotambua huyo Mungu wa amani wapendwa, hakuna kitu ambacho kitaenda kinyume cha maisha yako. Kwa hivyo kuwa na amani na wewe mwenyewe, kuwa na amani na watu wote, na kuwa na amani na Mungu wako. Na hapo ndipo hakika Kristo wako utakuja kukamilika. Amani ni baadhi ya sehemu za tunda la Roho. Kama umesoma Galatia 5 pale 20:21. Ni sehemu ya tunda la Roho. Kumaanisha ukiwa na tunda la Roho utadhihirisha sehemu hii ya amani. Na iwapo hauna amani inamaanisha
wewe hauna tunda la Roho. Na kama hauna tunda la Roho, inamaanisha hauna Roho mwenyewe. Kwa maana utapataje tunda kama Roho mwenyewe hayuko ndani mwako? Kwa hivyo wakati mwingine ni vizuri kukaa chini na kujihoji na kujitazama na kujichunguza na kuangalia kweli kabisa, niko na tunda la amani ndani yangu? Na ni kitu ambacho lazima pia ukitafute. Dunia, maandiko inasema kuna dhiki, kuna shida, kuna mahangaiko, kuna mababaiko, na ingine inaletwa na wanadamu. Lakini wewe lazima ujue ya kwamba Roho wa Mungu akiwa ndani mwako anaachilia tunda hili la amani. Vile anavyoachilia tunda la upendo, furaha, amani, uvumilivu, anaachilia amani kwa moyo wa yule ambaye amemuokoa. Kwa hivyo wakati unapokaa hauna amani, hauna utulivu, mtu unakaa tu umefadhaika, usiku haulali, hauna amani. Mungu atusaidie ili tuwe na amani na sisi wenyewe, na tuwe na amani na watu wote. Na maandiko yameendelea kufafanua kwamba atusikue kama yule mtu. Kukosa amani huleta shina la uchungu. Ambia jirani yako, shina la uchungu. The absence of peace, there is the root of bitterness. Mnajua shina, mzizi. Ati kama amani haitakuwepo, utamea mzizi wa uchungu. Mnajua kazi ya mzizi? Mzizi wa mmea huwa unatoa maji na madini kutoka kwa mchanga, inaleta kwa mmea, ndio mmea unanawiri, unatoa majani, matawi, unatoa matunda. Lakini tunaambiwa kama hatutakuwa na amani, mzizi huu wetu utakuwa ni shina la uchungu. Na uchungu kama utamea ndani mwetu, wapendwa, acha nikwambie, hautawahi kutulia katika maisha hata ya wokovu. Hautawahi kutulia. Shina la uchungu linasababisha hata mtu hawezi kugeukia Mungu akatubu. Tumeambiwa tusiwe kama vile Esau alivyokuwa. Shina la uchungu likamea ndani mwake, na hata hakuwa na haja ya kutubu. Hata nafasi ya kutubu haikuwepo. Kwa hivyo ukikosa kuwa na amani, utamea shina la uchungu. Na shina la uchungu likimea, wapendwa, mtu mzima, kwa mfano kama shina ni uchungu, hautarajii mti utoe matunda matamu. Mnanielewa pale? Roots, the root of bitterness. Kama mti una bitter roots, don't expect fruit to be sweet. The fruits takuwa pia bitter. So lazima uchungane. Ukikosa amani, mpendwa, utamea shina la uchungu. Utakuwa na uchungu na wanadamu, utakuwa na uchungu na wewe mwenyewe, utakuwa na uchungu na Mungu, utakuwa na uchungu na kila mtu. Hata mume wako, hata mke wako, hata mtoto wako. Shina la uchungu. Imagine utakuwa na uchungu mpaka na Mungu wako, hata na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo lazima tujihadhari ili tusimee shina la uchungu kwa sababu ya kukosa amani. Ati yule anaitwa nani? Esau. Verse 15. Mkiangalia sana, mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Shina la uchungu linatia watu unajisi. Unajisi ni kwamba unakuwa mtu mchafu na haukubaliki mbele za Mungu. Mara ngapi watu wamekukosea, umekosa kuwa na amani na hao, na umemea shina la uchungu na umejitia mwenyewe unajisi. Sasa wewe unafikiria wenye walinikosea, na wewe mwenyewe shina la uchungu limekufanya nini? Limekutia unajisi. Lazima tujihadhari na hayo. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau. Kuna vitu ambavyo tunakosa kufanya, vinasababisha sisi tunakuwa watu ambao ni watenda dhambi machoni pa Mungu, kama vile Esau alivyokuwa. Ati akauza baraka yake ya kuwa mzaliwa wa kwanza, na baadaye akakosa hata nafasi ya kutubu. Kwa hivyo wacha Mungu atusaidie. Maana mwajua ya kuwa hata alipotaka baadaye kurithi baraka alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu.
ijapokuwa aliitafuta sana kwa machozi. Wapendwa, mambo yetu yale tusiyoyatengeneza katika muda huu, itafika wakati utatamani sana utubu na haitawezekana. Jaribu sana. Ukina chochote ambacho hakija kupendeza, tubu mapema ili sije ikakukosesha nafasi ya kutubu. Kule mbinguni hakuna kutubu. Yesu atakapofunuliwa hakuna kutubu. Kwa hiyo tunatubu saa hii. Hapo wakati tunapopitia hali zote, tunatubu tukiwa katika mwili huu, katika ulimwengu huu. Kwa maana inafika wakati ambapo hiyo nafasi hatutaipata. Kwa hivyo wacha Bwana atusaidie. Bwana mwenyewe ambaye anatupatia amani, wacha atupe kwa wingi, itawale mioyo yetu, ili ndani mwetu amani nayo ikaweze kutoka na ikaweze kuwafikia watu wengine. Katika Wagalatia 3:15 tusomee pale Theodora. Colossians 3:15. Wakolosai. Amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Amani ya Kristo. Sisi ni wa Kristo. Turuhusu amani ya Kristo iweze kuamua ndani ya miili yetu. Hii amani si kama ile ya dunia. Amani ya dunia ni kwamba ukiwa na amani na mimi nitakuwa na amani na wewe. Lakini amani ya Kristo ikiwa ndani ya mioyo yetu, itatoka, itachibuka, itaenea, itawafikia watu wengine. Lakini ikikosa, tutakuwa na misukosuko, tutakuwa na mikwaruzano, tutakuwa na yale mambo ambayo hayatuleti pamoja. Tuko katika mwili mmoja. Amani ya Kristo iweze kututawala. Tusomee Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili tusomee 3:16. Bwana wa amani. Hii amani tunazungumzia wapendwa, haitoki kwa mwanadamu, haitoki kwa ulimwengu, inatoka kwa Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Wazazi, kuwe na amani na watoto wetu. Watoto, kuwa na amani na wazazi wenu. Ndugu kwa ndugu, kuwa na amani mmoja kwa mwingine. Hii amani inatoka kwa Baba. Hii amani si yako wewe ambaye umeokoka, hauna chochote, ni Mungu ndiye amekupatia, nawe iachilie kwa watu wengine. Tusome John 14:27 kimalizia. Amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Amen. Maneno yake Yesu Kristo wapendwa. Yesu Kristo mwenyewe anaambia wanafunzi wake, anawaambia, peace I live with you, amani ninawaachia. My peace I give unto you, not as the world gives. I give you, not as the world gives, I give you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Usikuwe na wasiwasi, usifadhaike, usiogope. Yesu ameachilia amani. Amani ile ambayo wa Filipi anasema ipitayo ufahamu wa wanadamu. Yesu ametupatia. Wacha hiyo amani tawale mioyo yetu na tuwapatie pia wengine. Yaani kuwa mtu wa amani, utatoa amani. Lakini amani ya Yesu kama hujaikumbatia wapendwa, hautawahi kupatia watu amani. Mungu atusaidie. Mungu atuhurumie. So that tuwe na hii amani ambayo pia ni tunda la Roho Mtakatifu. Ikiwa ndani mwetu, ikifanya kazi, na kuambia ulimwengu huu utakuwa ulimwengu mzuri sana. Amani ikikosa ndani yetu sisi wa Kristo, mnatazamia ulimwengu uwe namna gani? Si utaungua? Bwana asifiwe. Kama kanisa ambalo ni nuru ya ulimwengu,
Kama kanisa lenyewe halina hii amani, wewe mwana wa Mungu hauna amani. Unatarajia yule ambaye hajaokoka atafanya nini? Kwa hivyo nakuhimiza dada uko hapa, nakuhimiza ndugu uko hapa, be at peace with yourself, be at peace with other people, be at peace with your God. Kuwa na amani na wewe mwenyewe, kuwa na amani na watu wote, na kuwa na amani na Mungu wako. Ulimwengu utabadilika, ulimwengu utakuwa na amani. Wengine tunaenda kwa magoti, tunaomba Mungu achilie amani, tunaomba amani, tunaomba upendo kwa nchi yetu, tunaomba amani kwa ulimwengu. Wewe mwenyewe ni mwana wa amani. Maandiko inasema blessed are the peacemakers. Blessed are the peacemakers. Siku moja tulikuwa na mhubiri hapa akatufundisha kuwa a peacekeeper na a peacemaker. Wangapi wanakumbuka? Alikuwa anaitwa Jeff. Alitufafanulia mtu ambaye ni kuhifadhi amani, huyo si mtu mzuri. Lakini mtu wa kutafuta kutengeneza amani, huyo ndio mtu mzuri. Mtu wa kuhifadhi imani anasema kama dada Metri anitaki, wacha mimi nijitenge tu. Huyu anataka kuweka nini? Lakini wa kutengeneza amani atasema dada Metri, mimi naona kati yetu hii wacha tuongee. Anatengeneza nini? Amani. So blessed are the peacemakers, for the kingdom of God is theirs. Unaweza kujiuliza uko wapi? Wewe ni peacemaker ama wewe ni peacekeeper? Bwana asifiwe sana. Na kuchallenge siku ya leo. Are you a peacemaker or a peacekeeper? Mnasikia kama Sudani kumechafuka. Amerika wanapeleka jeshi la kufanya nini? La kukeep peace, ndio. Kukeep peace ni kwamba wasimame katikati, hao wabaki huko, hao wengine wabaki huko, amani itulie. Lakini heri yule anayeleta upatanisho ili peace ifanye nini? Ipatikane. Lakini mwenye kusema wewe baki huko, nyinyi wale mnapigana baki upande huu mwingine. Unajua Sudani kuna makabila mawili ambayo huwa inazozana. The Dingas and the Nuer, si ndio? So Wadinga na Wanuer hata kule wako kule Australia, Perth. Lakini kanisa inakuwa ni ya Wadinga, alafu naenda kwa wengine inakuwa ina Wanuer. Hawezi kukaa pamoja, hawezi kwenda kwa kanisa moja, hawezi kuoana. Pia Wakongo wako pia na makabila ingine ambayo wanasema hatuwezi kuoana na hawa. Wako kwa kanisa na wanasema hivyo. Yaani unashindwa kweli kabisa. So wanasema hawa waende njia yao na sisi tuende wapi? Njia yetu. Yaani they are keeping peace, lakini they are not making peace. Lakini blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Bwana wabariki sana. Omba, ni ngumu lakini omba. Wacha Mungu akusaidie. You become a peacemaker. Omba. Ndiye nasema tafuteni kwa bidii. Bidii ya Mkristo ni kupitia kwa maombi. Bidii ya Mkristo ni kujisalimisha na kuambia Mungu, wacha niitwe mwana wa amani. Wacha mahali ninapopita niitwe tu mwana wa amani. Nisipite mahali nikitoka hapo na acha kuna watu wanafurukana, watu wanasozana. Unapoenda mahali popote, yani ukitoka pale, kuwa mwana wa amani. Mtu anapokutembelea, unapokaa na yeye, akiondoka, kuwa mwana wa amani. Umeachilia amani ndani ya moyo wake. Anakuja anasema leo mume wangu amenifanya ABCD. Kuwa mwana wa amani ili upulize amani ndani yake. Anapokuja asema mtoto wangu amefanya nini? Kuwa mtu wa amani. Bwana asifiwe sana. Na Mungu atatubariki. Tusimame. Kwa hivyo mnaweza kutafakari katika moyo wako, katika maisha yako, ni mambo gani yamesababisha amani imekosekana kwa ndoa yako, amani imekosekana kwa jamii yako, amani imekosekana kwa kijiji chako, amani imekosekana kwa maisha yako, na uambie Mungu akusaidie. Ni wakati wa kuambia Mungu akusaidie. Wapendwa, kuna watu wako kanisani lakini they are not at peace. Na ndio maana hata wanapoomba hawapati breakthrough, kwa maana hawana amani na hao wenyewe, hawana amani na wanadamu wengine, na hawana amani na Mungu. Umeomba mambo mengi lakini Mungu hakutendei. Ni kwa sababu we mwenyewe haujatengeneza amani. Mungu anatembea mahali kuna amani. Nataka tuombe, twende mbele za Bwana. Asante Jehova mtakatifu. Tunakushukuru, tunaliinua jina lako Bwana. Asante kwa maana umekuwa mwaminifu kutufundisha neno lako. Tunajua ya kwamba haikui rahisi.
Ambia Bwana sio rahisi. Baba anajua moyo wako. Baba anajua maisha yako. Anajua jinsi ulivyo. Na hakuna chochote ambacho utamficha. We mwambie Baba, haijakuwa rahisi na sio rahisi na sijaweza, lakini siku ya leo niko weponi mwako, unisaidie. Baba unisaidie. Baba uniwezeshe ili niwe ni mtu ambaye atatengeneza amani. Niwe ni mtu ambaye atakuwa na amani na yeye mwenyewe. Niwe ni mtu ambaye nitatafuta amani na watu wengine. Niwe ni mtu ambaye nitakuwa na amani na wewe Baba. Umeandika katika kitabu chako kwamba umetuachia amani. Sio kwamba vile ulimwengu unavyotupatia, lakini wacha hii amani ambayo tumepokea kutoka kwako Yesu Kristo, nasi tuweze kuitoa na kuisambaza kwa ulimwengu, na kuisambaza kwa watoto wetu, na kuisambaza kwa wazazi wetu, na kuisambaza kwa majirani, na kuisambaza hata kwa wapendwa. Baba, tawala mioyo yetu. Tunakupa mioyo yetu asubuhi ya leo. Tunajiachilia kwako asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu, wewe mwenyewe unatoa tunda la amani. Naomba ya kwamba ukaguse maisha ya kila mmoja wetu. Uachilie tunda hili ndani ya mioyo yetu, ili Baba likaweze kutawala maisha yetu. Asante Mtakatifu. Uinuliwe na uabudiwe. Asante kwa ajili ya huyo dada. Asante kwa ajili ya huyo mama. Amekosa amani kwa miaka mingi. Amesumbukana na mambo mengi ambayo yamemtatiza. Naomba Bwana ukaguse moyo wake siku ya leo. Pitia Roho wako Mtakatifu. Yale mambo yamemsumbua, yamemkosesha utulivu. Hana utulivu ndani ya moyo wake. Hana utulivu na watu wengine. Hana utulivu hata na jamii yake. Baba yangu, unaachilia amani. Unaachilia amani. Unaachilia utulivu kwa huyo ndugu, katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Baba, unajua misukosuko ambayo kanisa lako limepitia, ambayo wapendwa wako wamepitia, ni kwa sababu ya ukosefu wa amani. Naomba Bwana usiku wa leo unawarejeshea tumaini, unawarejeshea amani. Hawatafadhaika tena Baba. Siku ya leo Baba, yote yanafika kikomo katika jina la Yesu Kristo. Baba, adui amekuwa anaingilia kati na kukosesha amani katika jamii zetu, katika ndoa zetu, katika vijiji vyetu, katika hata ushirika wetu. Siku wa leo nateka nyaraka zake zote, naziweka chini ya miguu yangu katika jina la Yesu Kristo. Baba, wewe mwenyewe ndiye unayetoa amani inayoshinda ufahamu wa wanadamu. Naomba waachilie kwa mioyo ya hawa wapendwa. Naomba waachilie kwa mioyo ya wanandoa hawa. Na achilie kwa mioyo ya hawa wanajamii. Achilie kwa mioyo ya hawa watoto wetu na hata na wazazi wetu. Natangaza amani. Natangaza amani itawale. Natangaza amani itawale. Hata katika kanisa hili Baba, katika ushirika zetu Baba yetu, wacha amani itawale. Amani yako ikitawala Bwana, tutatembea katika tunda la Roho Mtakatifu, na tutakuwa tunapata kibali machoni pako. Pokea sifa, pokea utukufu. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Pigia Bwana makofi wapendwa. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Bwana ametenda. Amen. Mahali ambapo amani ilikosekana, I declare the favor of God upon your life. Pokea na utembee kwa hiyo katika jina la Yesu. Amen. Bwana wabariki sana.